Niombe sasa kumnyanyua mwenyekiti wa wanawake na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mama yetu, dada yetu Catherine Msangi, wasukuma wote mpaka Ikulu kwa ajili ya kuletea hotuba ya risala yake. Karibu studio. Naomba letea mwenyekiti wanawake na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Dodoma. Fahari ya Tanzania. Wanawake na Mwalimu Nyerere. Uadilifu, uzalendo kwa maendeleo ya taifa. Karibuni tusikilize risala ya kikundi cha wanawake na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa mgeni rasmi Mheshimiwa Salome Makamba, mbunge, naibu waziri wa nishati, katika harambee ya kutunisha mfuko wa wanawake na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Dodoma, tarehe 31 mwezi wa 5 2026. Mheshimiwa naibu waziri wa Wizara ya Nishati Salome Makamba, mbunge. Waheshimiwa mawaziri, viongozi wa serikali na chama, waheshimiwa wabunge, viongozi wa mkoa wa Dodoma, viongozi wa dini, viongozi wa taasisi na asasi mbalimbali, viongozi na wajumbe wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mkoa wa Dodoma, vijana, wageni waalikwa wote, mabibi na mabwana. Kwa niaba ya kikundi cha wanawake na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, napenda kutoa salamu za heshima na shukurani za dhati kwako, Mheshimiwa naibu waziri wa nishati, kwa kubali kuwa mgeni rasmi katika harambee hii ya kutunisha mfuko wa kikundi chetu cha wanawake na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Uwepo wako katika tukio hili ni heshima kubwa kwa kikundi chetu, kwa taasisi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mkoa wa Dodoma, na kwa Watanzania wote wanaoendelea kuthamini mchango wa baba wa taifa katika ujenzi wa taifa letu. Aidha, kikundi cha wanawake na Mwalimu Nyerere kinapenda kuishukuru kwa dhati serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuwaunga mkono wanawake wote kwa kuwashirikisha kwenye masuala ya kiuchumi kwa kutoa mikopo nafuu kwa lengo la kuwakwamua wanawake kiuchumi na katika kutekeleza shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa letu kwa vitendo. Kama kikundi cha wanawake na Mwalimu Nyerere, tumedhamiria kusimamia kiuchumi na kuwa msingi muhimu na kuhifadhi na kuendeleza fikra, maadili, uzalendo na dira ya Mwalimu Nyerere kwa vizazi vya sasa na vijavyo, kwa kuwalea vizuri na kuwarithisha yale yote mazuri yaliyoachwa na baba wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kama urithi adhimu kwa vijana wetu. Ndugu mgeni rasmi, kwa namna ya pekee kikundi cha wanawake na Mwalimu JK Nyerere kinawashukuru wadau na wageni waalikwa wote kwa kukubali mwaliko wetu wa kuja kushiriki tukio hili muhimu na adhimu la harambee ya kutunisha mfuko wa kikundi chetu yenye nia na dhamira ya kuwawezesha na kuwainua wanawake kujikwamua kiuchumi. Ndugu mgeni rasmi,
Vile vile tunapenda kuipongeza serikali ya awamu ya sita kwa hatua kubwa za maendeleo inazoendelea kuzipigia katika nyanja mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kitaasisi. Uongozi huu umeendelea kuonesha dhamira ya dhati ya kuijenga Tanzania yenye maendeleo jumuishi, mshikamano, utulivu na ustawi wa wananchi wake. Aidha, wanawake na Mwalimu J.K. Nyerere tunapenda kuipongeza serikali kwa kuona umuhimu wa kuunda wizara inayoshughulikia masuala ya vijana kimahususi. Uamuzi huu ni wa busara na wa kimkakati, kwani unaonesha kuwa taifa letu limetambua ipasavyo nafasi ya vijana katika maendeleo ya nchi yetu na umuhimu wa kuwapa nafasi, mwelekeo na uwezeshaji unaostahili, kwani hata kwenye kikundi chetu wapo mabinti na vijana tunaowalea kupitia kikundi chetu. Ndugu mgeni rasmi, kikundi chetu cha wanawake na Mwalimu Nyerere kiliasisiwa na ndugu Peter Anthony Mavunde ambaye ni mwenyekiti wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mkoa wa Dodoma. Kama kikundi cha hamasa kwa lengo la kumuenzi kwa vitendo baba wa taifa kutokana na mchango wake mkubwa kwa Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla. Dhamira yetu kama wanawake si kukumbuka historia yake pekee, bali kuwathibitishia vijana, watoto tunaowalea na Watanzania wote kwa ujumla mambo mema aliyoyaachia taifa letu, ili urithi wake uendelee kuishi katika matendo, fikra na maamuzi yetu ya kila siku kama wanawake wazalendo wa taifa hili. Tukimuunga mkono mwanamke mwenzetu Mama Maria Nyerere kuwa walezi na walinzi imara wa familia. Ndugu mgeni rasmi, kauli mbiu yetu katika tukio hili la leo ni ujenzi wa taifa kiuchumi, malezi na maadili ya vijana kwa taifa letu. Kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa mustakabali wa Tanzania unategemea namna tunavyowajenga vijana wetu katika misingi ya maadili mema, uzalendo wa kweli, moyo wa kulinda amani na uwezo wa kujitegemea. Haya yote ni miongoni mwa msingi mkuu ambayo baba wa taifa aliyasimamia kwa uthabiti mkubwa katika maisha yake ya uongozi na katika malezi ya taifa letu. Ndugu mgeni rasmi, tunapomkumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tunapaswa kujiuliza kwa dhati, je, tunawajenga vijana wetu kuwa na maadili? Je, tunawajenga kuwa wazalendo? Je, tunawajenga kuwa watu wa kazi, watu wa amani na watu wanaoamini katika kujitegemea kiuchumi? Haya ndiyo maswali ya msingi ambayo katika tukio la leo la harambee hii yanatualika tuyatafakari kama wadau wa taifa. Ndugu mgeni rasmi, wanawake na Mwalimu Nyerere, tunaamini kuwa sisi wanawake pamoja na mabinti tunaowalea, tukipewa nafasi na jukwaa sahihi la kujikwamua kiuchumi, tukasikilizwa, tukaaminiwa na kupewa fursa za mikopo na kuwezeshwa kiuchumi, tunaweza kuwa nguvu kubwa ya kuleta maendeleo ya taifa. Ndiyo maana katika harambee hii tumelenga kuwa na eneo maalumu la uzalishaji mali, kuwa na mashine ya kukoboa na kusaga, kilimo cha matunda na mboga mboga, ufugaji wa kuku na ng'ombe na maziwa, ambapo tumedhamiria kuwashirikisha vijana ili waone umuhimu wa kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa lao kiuchumi na kumuenzi baba wa taifa na katika kuendeleza maono ya ujenzi wa taifa lenye maendeleo endelevu. Ndugu mgeni rasmi,
Tunakushukuru kwa kukubali kushiriki nasi katika zoezi la harambee yetu kwa siku ya leo. Kitendo hiki ni kielelezo cha kuenzi fikra za muasisi wa taifa katika kutambua nguvu Ndugu mgeni rasmi, tunakushukuru kwa kukubali kushiriki nasi katika zoezi la harambee yetu kwa siku ya leo. Kitendo hiki ni kielelezo cha kumuenzi fikra za muasisi wa taifa katika kutambua nguvu ya mwanamke kwenye jamii, hasa katika ujenzi wa amani na malezi ya vijana wanaolitakia mema taifa lao. Ndugu mgeni rasmi, na katika hatua ya kuhitimisha, wanawake na Mwalimu Nyerere, tunapenda kuwasilisha kwa heshima maombi yetu mahususi kwako katika siku hii muhimu. Kwanza, tunakuomba endelee kukitolea kikundi chetu ushirikiano na msaada wa serikali ili iweze kutekeleza kikamilifu wajibu wake wa kujikwamua kiuchumi kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Pili, tunakuomba uzindue rasmi harambee yetu ya kutunisha mfuko wa kikundi chetu hiki kwa kuwahamasisha wadau na wageni wote waliohudhuria katika ukumbi huu kuweza kutuchangia ili tuweze kutimiza adhima yetu na kuwa na miradi mbalimbali ya kikundi yenye lengo la kuwezesha na kuwakwamua wanawake na Mwalimu Nyerere na kuwa kikundi cha mfano kinachomuenzi Mwalimu Nyerere kwa vitendo. Tatu, wanawake na Mwalimu Nyerere, tumeandaa albamu yetu iitwayo Amani inayolenga kumuenzi baba wa taifa kwa kuhamasisha Watanzania na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kulinda amani ya nchi zetu. Hivyo tunakuomba ukubali kuzindua albamu hiyo. 4. Tunakuomba utumie jukwaa hili kutoa ujumbe mahususi kwa wanawake wa Tanzania kuhusu wajibu wao kama wazazi wa kuwalea vijana na kulinda amani ya nchi, kujenga taifa kwa bidii, kuheshimu maadili ya kitaifa na kuishi kwa kuzingatia misingi ya uzalendo na kujitegemea. Ujumbe wako utakuwa mwanga muhimu kwa wanawake wengi na utawasaidia kuisha zaidi dhamira ya kauli mbiu yetu kwenye harambee hii ya ujenzi wa taifa kiuchumi, malezi na maadili ya vijana kwa taifa letu. Ndugu mgeni rasmi, kwa namna ya pekee tunakushukuru tena kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na kwa kuja kutuendelezea harambee hii ya kikundi chetu cha wanawake na Mwalimu Nyerere inayolenga kuwakwamua na kuwainua wanawake kiuchumi. Tunathamini uwepo wako kama ishara ya kutambua umuhimu wa kumwenzi baba wa taifa kwa vitendo, kama uthibitisho kuwa ajenda ya wanawake na vijana kuwakwamua kiuchumi na ajenda ya taifa zima. Ndugu mgeni rasmi, mwisho, kikundi cha wanawake na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kushirikiana na taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mkoa wa Dodoma inaahidi kuendelea kusimamia jukumu lake la kuhamasisha jamii hususani vijana kuishi kwa kuzingatia tunu za baba wa taifa. Tutaendelea kushirikiana na serikali, taasisi mbalimbali na wananchi wote ili kuhakikisha kuwa urithi wa Mwalimu Nyerere unabaki kuwa tunu na mwanga wa taifa letu la leo na kesho. Asanteni sana kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ambariki Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mungu ambariki Mheshimiwa Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi. Mungu ambariki Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Lameck Mwigulu Nchemba. Mungu akubariki mgeni wetu rasmi
Mheshimiwa Salome Makamba, mbunge naibu waziri wa nishati. Mungu awabariki wageni waalikwa wote na wadau wote mlioshiriki tukio hili. Mungu azidi kuibariki taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kikundi chetu cha wanawake na Mwalimu Nyerere. Kazi na utu. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Mama Samia oye! Wanawake na Mwalimu Nyerere oye! Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako ninaomba